Dalili nyingine ya kukuonyesha kwamba kuna uwepo wa malaika katika eneo ulipo ni kwamba ni kupitia kwa upepo. Kuna wakati malaika huwa anajifunuanga kupitia kwa upepo. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 104 na mstari wa 4, maandiko yasema ya kwamba huwafanya malaika zake kuwa upepo. Kuna wakati malaika huwa wanajibadilishanga umbile, wanakuwa kama upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaona kwamba upepo unafuma katika upande mmoja, unaenda unaenzua paa la mchawi ambaye alikuwa anakuroga. Ina maana kwamba huyu ni malaika anakupigania kwa namna fulani. Lakini pia malaika wa giza wanaweza kuja kama upepo. Ukaona kwamba uko na nyumba yako nzuri, wakakuja wakaenzua paa ya nyumba yako kupitia kwa upepo ambao unapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 7 na mstari wa 1, maandiko yanasema hivi: baada hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, ili kuzuia upepo usitembee, usifume. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika kwa sababu wao ni upepo, kwa sababu wana uwezo wa kubadilika wakawa upepo, wanakuanga na uwezo pia wa kuzuia upepo. Sijui kama naeleweka. Ndio maana maandiko yanasema kwamba nikaona malaika 4 ambao wanazuia upepo ili upepo usije ukavuma. Na wana uwezo malaika wa kuzuia upepo kwa sababu wanakuanga na asili na wanakuanga na uwezo wa kubadilika wakawa upepo wenyewe. Ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Zaburi 104 na mstari wa 4. Maandiko yanasema kwamba huwafanya malaika wake kuwa upepo. Sijui kama naeleweka. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa 18 na mstari wa 10, maandiko yanasema hivi: akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Huyu ni Mungu anazungumziwa hapa. Kuna wakati Mungu alikuwa anataka kusafiri, alikuwa anataka kuruka mahali, amekuwa anataka atoke, sijui alikuwa anataka kutoka mbinguni ili aje duniani ama alikuwa anaenda wapi, lakini sasa akataka sasa kusafiri. Maandiko yasema ya kwamba akapanda juu, maandiko yasema hivi, akapanda juu ya kerubi. Kerubi ni malaika ambao ni archangels, wale malaika wako kwenye level za juu. Akapanda juu ya kerubi akaruka, na aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Yani Mungu alikaa katika ubawa wa malaika, ambaye yule malaika alikuwa amebadilika akawa kama upepo, na akatembea akitumia malaika ambaye yule malaika alikuwa kama upepo. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo malaika kuna wakati wanaweza kujifunua kwako kama upepo, wakajifunua kama upepo. Sasa nikimalizia kuhusiana na hilo swala la malaika kujidhihirisha kama upepo, ningependa tusome verse ambayo unajua umefundishwa mara nyingi, lakini nataka niilete kwa namna ya kitofauti. Kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 kuanzia mstari wa 11. Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 na mstari wa 11. Hizo verse ama hiyo mistari inaongelea kuhusiana na mtu mmoja ambaye anaitwa Elijah. Elijah, kuna wakati Mungu alimwambia kwamba aende atulie mahali, aende akae mahali na Mungu atakuja ili azungumze na yeye. Na Mungu akaamua kwenda mahali ambapo alikuwa amemwambia ili aende akazungumze na Elijah. Lakini ukielewa kwamba Mungu ni mfalme, na kawaida ya mfalme kabla hajafika lazima kuwe na maandalizi ya kutosha. Lazima kwenye njia ambayo atapita kuwe na maandalizi ya kutosha. Sasa nataka tusome huu mstari ndio uelewe kile ambacho nataka nikufundishe. Kwenye kile kitabu cha
cha kitabu cha Wafalme, kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 19, tusome kuanzia mstari wa 11. Maandiko yasema hivi, akasema, toka usimame mlimani mbele ya Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwako katika mahali pale. Yaani maandiko yanasema hivi, kabla Bwana hajaenda katika ile eneo ambao alikuwa anaenda kukutana na Elijah, jambo la kwanza, kuna upepo ulitokea kwanza, ulitangulia kabla Bwana hajafika. Maana maandiko yanasema kwa sababu Bwana hakuwa mahali pale, kuna upepo ambao ulitangulia, na ule upepo ulipotangulia ukapasua miamba, ukapasua milima, lakini maandiko yanasema Bwana hakuwa mahali pale. Sasa ule upepo ulikuwa nini? Kwani upepo unakuanga na uwezo wa kupasua miamba? Hapana. Upepo unafaa, kile ambacho unafaa kufanya kama ni miamba ama kama ni mawe yamepatikana mahali, ufanye mawe yapate kumove, lakini sio kupasua. Lakini tukisoma deep ama tukiangalia revelation hili jambo, kwa sababu nimekufundisha kwenye kitabu cha Zaburi 104 na mstari wa 4 ya kwamba Mungu kuna wakati anawafanya malaika wake kuwa upepo. Ina maana kwamba hawa waliokuwa ama huu upepo ambao ulikuwa unapasua miamba au kuwa upepo mbali, alikuwa ni malaika. Maana malaika ndio jeshi la mbinguni, kwa maana malaika ndio huwa wanatangulianga kabla ya mfalme. I think unajua kwamba kabla rais hajafika katika eneo fulani, kuna zile zinaitwa motorcade, kuna motorbike ambazo zitatangulia, baadaye unaona kwamba magari zinatangulia, ndio baadaye unaona rais anakuja. Ndio kitu ambacho kinaelezwa hapa kwamba Mungu ni mfalme, na ndio afike eneo lile lazima aandaliwe njia. Na inaonekana kwamba ile njia ambayo ile njia ambayo Mungu alikuwa anapita ndio aonane na Elijah, ile njia kulikuwa na mawe, kulikuwa na miamba ambayo ilikuwa inamzuia kufika pale. Kwa hivyo malaika wa Bwana wakaamua sasa waandae njia, watengeneze njia, ndio sasa Mungu afike mahali ambapo kuna Elijah bila kuchelewa. Maandiko yanasema kwamba upepo ukapasua miamba. Ule upepo huko upepo, lakini alikuwa ni malaika. Ndio sababu nasema kwamba kuna wakati ambapo malaika huwa anajitambulishanga kama upepo. Kuna wakati ambao malaika huwa wanajitambulishanga ama wanajidhihirisha katika maisha ya mtu kama upepo. Sijui kama naeleweka. Kumbuka tunafundisha kuhusiana na dalili za uwepo wa malaika. Utajuaje kwamba hapa malaika wapo? Rais asifiwe sana. Lakini pia jambo lingine ni kwamba ni dalili gani nyingine ambayo utaijua ama utaiangalia ujue kwamba hapa kuna uwepo wa malaika? Wakati ule ambapo utasikia huruma ndani ya moyo wako ama ukarimu wa kumfanyia mtu jambo zuri. Yaani unasikia ndani yako kuna huruma ambayo inatokea. Kumbuka kwamba nimekusomea kwenye kitabu cha Mathayo 25 na mstari wa 31. Nikakusomea maandiko yakakwambia kwamba kuna wakati Yesu anajingeuzanga anakuwa kama mtu ambaye kuna shida. Maandiko yasema ya kwamba nilikuwa na njaa, nilikuwa hospitalini, nilikuwa njela. Kuna wakati Yesu anachukua anakuja kwako kama mtu mwenye njaa, mtu mwenye shida, ili kwamba aangalie ukarimu wako. Na kama Yesu akija kama malaika, akija kama mtu wa hiyo, mara zingine utasikia ukarimu, utasikia namna ya vile ambavyo utahurumia huyu mtu umsaidie. Kwa hivyo dalili nyingine ya kujua uwepo wa malaika karibu na wewe ni pale ambapo utasikia ukarimu uliopitiliza ndani yako. Unasikia kumsaidia mtu fulani tu. Unasikia vile ambavyo unasikia ndani yako, ndani ya moyo wako ukarimu wa namna fulani ambao unakutokea. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba kuna uwezekano kuna malaika ambaye yuko karibu na wewe, ambaye ni yule malaika nilifundisha huko mwanzo wa kujaribu ukarimu na tabia za mtu.